South kilichopo Mwanza. Tumekuja kuona operation, lakini tunawapongeza sana watu wanaotumia bandari hii, wamekuwa wakilipa kodi vizuri, lakini kuna magendo ambayo yanatoka upande mwingine. Timu zetu zimekuwa zikipambana kuyazuia na kukamata wanaoleta magendo. Kwa nitoe wito kwa wale ambao wanaleta magendo wasifanye hivyo. Lakini kulikuwa na operation ya kukagua magari ambayo yametoka nje ya nchi, hayajalipiwa kodi, na haya mnayoyaona ni moja wapo ya magari. Sasa hili zoezi linaendelea nchi nzima na linafanywa jointly kati ya tax investigation, idara ya investigation na idara ya custom, ambao na wao watazungumza. Lakini wito wangu ni kwamba wale ambao wana magari aidha waliyaingiza kwa temporary importation au wamefanya ujanja wakapata na namba kiujanja hajalipiwa kodi, mwisho wa siku watakamatwa na gharama zitakuwa kubwa sana. Wajitokeze wenyewe kwenye ofisi zetu ili waje wa comply na walipie vitu vyote vinavyostahili kulipiwa. Sasa kamishna wa forodha atazungumza kidogo na kamishna wa investigation atazungumza. Ni kamishna wa forodha katika Mamlaka ya Mapato Tanzania. Leo tumepata nafasi ya kutembelea Mamlaka ya Mapato mkoa wa Mwanza, na specifically tupo hapa katika bandari ya Southport Mwanza, ambayo ni miongoni mwa bandari zetu kubwa na maeneo makuu tunayotumia kuingiza bidhaa nchini na kutoka, lakini pia kukusanyia mapato yanayohusiana na forodha. Na miongoni mwa shughuli zetu hapa ni ukaguzi wa bidhaa zinazoingia na zinazotoka nchini kupitia kituo hiki, na pamoja na shughuli hizo tunafanya pia enforcement tunaita ya ufuatiliaji wa usimamizi wa shughuli za kiforodha. Kama alivyosema kamishna mkuu, kuna ufuatiliaji wa bidhaa ambazo zinaingia kinyume na taratibu hapa nchini, na kwa maana hiyo kuikosesha serikali mapato, lakini pia kuna zinazoingia kwa kufuata taratibu lakini zinazidisha muda, hasa magari ambayo kuna utaratibu wa kuingiza kwa utaratibu wa muda, na kwa hivyo yanakuwa hayalipiwi kodi, lakini yanaendelea kubaki nchini ama kwa kufoji namba au kwa kubaki tu bila ya kuchukua namba sahihi, na maana yake ni kwamba kutokulipia kodi. Kwa hiyo mazoezi tumekuwa tukiyafanya, na hivi karibuni tumefanya zoezi ambalo limetusababisha kukomata magari zaidi ya 60 yaliyoingia kinyume na taratibu. Kwa maana hiyo tungependa tu kuwaomba wananchi waache kutumia bidhaa ambazo hazijakidhi taratibu za uingizaji nchini kwa kupitia maeneo rasmi ya forodha. Hatua kali zitachukuliwa, ikiwemo kutaifisha magari yao na mali zao nyingine ambazo zinaingizwa kinyume na taratibu. Kwa Hashim Ngoda ni kamishna wa upelelezi wa kodi Mamlaka ya Mapato. Tupo katika bandari hii ambako tumehifadhi magari ambayo tumeyakamata kwenye operation ya kufuatilia vyombo vya moto ambavyo vimeingia nchini kinyume na taratibu. Kama mnavyoyaona, magari hayo ni miongoni mwa magari machache ambayo tumeyashika kwenye operation tulizozifanya mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita, mkoa wa Dodoma, lakini pia tumefanya operation hii mkoa wa Arusha. Tulichokiona ni kuwa baadhi ya magari yaliyokuwa yawe yanakwenda nje yalibakia nchini kinyume na taratibu, ama kwa kufoji document au kwa kutumia namba zisizo stahiki za magari husika. Lakini kupitia utaalamu wa wataalamu wetu, tukishirikiana na forodha lakini na wenzetu wa jeshi la polisi, tuliweza kung'amua uhalifu huo na hatimaye kuyakamata baadhi ya magari ambayo yapo nchini kinyume na taratibu.